Bwana Yesu Kristo apewe heshima, uweza na utukufu kwa vile alivyokuwa mwaminifu na mwema kwetu, kwa vile alivyotupenda na kutujali kila wakati. Na mshukuru Yesu Kristo kwa sababu ya kupata nafasi nyingine, ijapokuwa imepita muda mrefu kutoka niliposema nitatoa sehemu hii ya mwisho, lakini mambo yalikuwa yanaingiliana. Kitaka kufanya hivi, hiki kinakuja, hiki kile kinakuja, hicho nacho kinakuja, hadi ikafika hatua ya kwamba nikaa nimebanwa kabisa. Pia magonjwa nayo hapo nyuma yalisumbua watu na mambo mengine ya kujitokeza katika maisha. Lakini nashukuru Yesu Kristo kwa leo, kwa sababu niko sawa na nimepata muda mzuri wa kuongea na watoto wa Mungu ili kuja kuleta sehemu yake ya 10. Unajua kuna watu ambao walikuwa wananiandikia sehemu ya 10 lini, sehemu ya 10 lini. Nikawaambia basi ninyi subirini tu, sehemu ya 10 itakuja pale nitakapopata nafasi nzuri. Na ni leo nimepata wakati nzuri wa kuweza kuwaletea sehemu ya 10 ya kuharibika kwa dunia. Kuharibika kwa dunia. Kwa hiyo nikukaribishe kabisa, twende pamoja katika kipindi hiki pendwa chako ambacho kinakuletea matakatifu, mafunuo, mafundisho na maonyo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi kitazidi kuendelea. Kama nilivyosema, tunaweza kachukua pause kwa sababu ya wale wengine wa Kiingereza. Unajua uweze kabeba Kiingereza, Kiswahili, Kiingereza, Kiswahili. Kiona tu inachukua muda sana, na uko na vitu vingine kanisani na vingine nyumbani vya kufanya. Kwa hiyo tunaenda kimoja upande mmoja kwanza urizike, ili tukipata nafasi tunaleta la Kiingereza sasa. Kwa hiyo leo tutakwenda kuzungumzia juu ya moyo. Karibuni sana katika kipindi. Basi nilikuwa niko ndo malaika wa Bwana akanijia na kuanza kunifundisha juu ya moyo. Unajua moyo uko ndani ya mwili, unajua hivyo. Lakini si kila moyo mbali aniambia, bali aniambia, alinifundisha juu ya moyo ngumu. Moyo ngumu. Akaniambia, moyo ngumu ni moyo wa aina gani? Moyo ngumu ni moyo unaofurahia ya dunia na kuchukia ya mbinguni. Wakati wote unapokuwa unafurahia mambo ya dunia na unachukia ya mbinguni, Mungu anaona moyo wako ni ngumu. Samahani, moyo wako ni ngumu. Akaniambia tena, moyo ngumu ni moyo unaochukia kweli na kupenda dhambi. Moyo ngumu ni upi? Moyo ngumu ni moyo unaofurahia mambo ya dunia na kuchukia mambo ya mbinguni. Tena moyo ngumu ni upi? Moyo ngumu ni moyo unaochukia kweli na kupenda dhambi. Ndo akawa ananiambia juu ya moyo. Akasema moyo ngumu tena ni moyo unaokataa Yesu Kristo na kupenda adui. Tunajua ukikataa Yesu Kristo na kupenda adui, ina maana ni moyo unaopenda shetani. Uangalie hizo zote, hayo yote mafundisho ambayo iliambiliwa juu ya moyo. Moyo ngumu ni moyo unaokataa Yesu Kristo na kupenda adui. Akaniambia Mungu anajua mwisho wa uhai wa kila mtu. Kulala kwetu, kuamka kwetu, Yesu Kristo anakujua. Even mwisho wa maisha yetu, siku na dakika kutoka katika dunia hii na siku na dakika kuingia katika dunia hii na kutoka, Bwana Yesu Kristo anajua.
Akasema hata hivyo wale wanaomwamini wanajua mwisho. Wale wanaomwamini Yesu Kristo wanaishi, lakini walishajua mwisho wao, na mwisho wao ndo huu, kwamba waitwe wana wa Mungu. Ndo mwisho wa kila muamini Yesu Kristo, kuitwa mwana wa Mungu na kuwa na uzima wa milele. Ukiwa haleluya, haleluya Bwana, haleluya, 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 oh, haleluya. Yesu Kristo ni Bwana, ni mwokozi wa ulimwengu, apendaye watoto wake. Ni yeye peke yake aliye njia ya kweli na ya uzima. Ni yeye peke yake aliye njia ya kweli. Ni yeye. Yesu Kristo ni Bwana. Haleluya, haleluya. Wale wote wanaomwamini Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba wanajua mwisho wao. Ndio mafundisho na mbilio. Lakini akaniambia mwisho wao ni upi? Mwisho wao ni kuitwa wana wa Mungu na kupata uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele tunaupata katika Yesu Kristo, heshima alipa juu. Akaniuliza swali huyu malaika. Tuseme nini tena? Je, usingizi ni kufa? Tuseme nini tena? Je, usingizi ni kufa? Haleluya, haleluya, haleluya. Matakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, yasikilize haya, yatawajenga. Je, usingizi ni kufa? Au Mungu aliumba mwanadamu ili afe na amuke tena? Hizo ndio swali alikuwa ananiuliza. Lakini tena alikuwa anauliza tena, najibu swali zake. Akasema usingizi si kifo. Yeyote anaolala ina maana hajafa. Ila usingizi wampa mwanadamu akili ya kutambua ukuu wa Mungu. Unapokwenda kulala, kusinzia ama unalala, niseme kusinzia inakupa ile hali ya kusinzia tu. Inakupa wewe mwanadamu akili ya kutambua ukuu wa Mungu unayemtumikia, Yesu Kristo. Ya kwamba wote walioamini jina lake wao watalala na sio kufa. Ndio maana wataamuka. Wale wote wamwamini Yesu Kristo hawatakufa, wanaweza wakalala. Na kwa sababu anakwenda kulala, akasema wataamka. Akaendelea kuniambia mambo makubwa na mazito. Akaniuliza swali, akasema, je, kuamka ni ufufuo? Ile hali ya kulala na kuamka kwako wewe ni ufufuo wa watu wa usiku wa mwisho? Hapa akasema hapana, ila kuamka kwa mfanya mtu kuona siku mpya ambayo hakuzani kuiona. Tutafika kesho, kwa sababu tumelala na tumeamka kwa neema ya Yesu Kristo. Ndio maana tutafika kesho. Kwa hiyo kuamka, kuiona ni hali ya mtu kuona siku ya baadaye. Sasa sikiliza maneno yake, anaweza kukuchanganya. Kuiona ile siku ambayo wewe mwenyewe ukuwa unastahili, yani ukuwa na uamini, una imani ya kwamba utaweza kufika kesho. Sikiliza hapa. Kwa hiyo basi kuamka kwa linganisho na ufufuo kwa wale watakao amini Yesu Kristo. Kuamka. Haleluya. Haleluya Bwana. Haleluya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo ni mwokozi. Kimbilio mtakatifu wa Israeli, hapendaye wote na anayo akili
ya kutaka watoto wake kuingia katika toba na kutembea katika ukweli na haki na utakatifu wa milele yote utakuwa juu yao, na wale wote watakaomwabudu Yesu Kristo watatongozwa katika njia ya kweli na amani ya itawatawala. Ni yeye pekee yake aliyekuwa na nguvu ya kulalisha na kuamsha na kuinua wale waliokuwa wanyonge. Yesu Kristo, unaenda wapi mwanadamu? Kimbilia Bwana wako Yesu Kristo, katende mema. Haleluya, 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 haleluya. Sikiliza haya maneno mazuri, uyasikilize vizuri. Anasema kwa hiyo basi kuamka, ile hali ya kulala na kuamka kunalinganishwa na ufufuo kwa wale watakaoamini Yesu Kristo. Hao wataamka. Haleluya Bwana. Wale ambao wataishi nje, yani wale waliokuwa na moyo ngumu, wasiopenda Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Watu kama hao watakuwa nje ya Kristo, wanalala na wala hawataamka, wanalala na wala hawataamka. Hata kwanza tusome baadhi ya andiko katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 14 na jua mstari wa 13, anasema hivi: nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Heri wafu anasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, na asema Roho, wapate kupumzika. Yani mtu aliyekufa hawezi kupumzika, wapate kupumzika. Anayepumzika ni mtu aliyekuwa katika mchoko fulani akawekwa mahali fulani ili apumzike, lakini anajapoteza fahamu yake baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Sikiliza haya maneno. Kwa hiyo wale waliokuwa katika Yesu awafi, bali wanakufa wale waliokuwa nje ya Yesu Kristo. Ni wale ambao wako na moyo ngumu, wanapenda ya dunia kushinda ya mbinguni, wanapenda kukimbilia eneo za dhambi kushinda kweli ya Yesu Kristo, na wanachukia kweli wakipenda adui. Wanachukia Yesu Kristo na kumpenda adui ambaye ni shetani. Hawa wana lolote. Geuza moyo wako ukamwendee Bwana wako Yesu Kristo na kumuonekania siku zote, na kujitahidi katika hali yote kugeuka kila wakati, ili usilale la mauti, bali upumzike, ukafufuke siku ya baadaye, ukaone yale ambayo hata moyo wako na akili yako haikuweza kufikiria kwamba unaweza kuyaona. Ndo akasema siku nyingine hapa katika mafundisho haya, niliona kitu kama ni kama mtu hivi, ilikuwa ni maono fomu, yani vile ukiona mtu anavyokuwa anasimama, ile fomu ya mwanadamu vile anavyokuwa anasimama, ndivyo nilivyoanza kuona. Ila hiyo fomu ilikuwa fomu ya mwangaza, anasimama kama mtu, lakini yupote ni mwangaza mweupe. La alikuwa akiangaza mwangaza duniani, na wakati anaangaza mwangaza duniani, niliona aina za watu hawa ambao nitakwenda kusema leo. Nilianza kuona watu wa aina tatu wenye mavazi meupe, kanzu, ila hawa walikuwa ni wachache. Unaona dunia yote nzima, na unaonyesha watu wote waliomo katika dunia, ndio nilivyokuwa naona.
Lakini katika watu wao niliona watu wako aina 3 duniani. Aina ya kwanza niliyoiona ni aina ya watu wako na mavazi meupe juu na chini, lakini hao watu walikuwa ni wachache duniani. Aina ya pili ambayo niliona watu wako na mavazi ya aina ya pili. Watu wako na mavazi juu ni vazi nyeupe, lakini chini ni vazi nyeusi. Nao pia walikuwa ni wachache. Nikaona aina ya 3. Wengine hao walikuwa uchi. Unaona mtu anatembea lakini yuko uchi. Na kundi la waliokuwa uchi duniani ndio kundi liliokuwa kubwa kushinda kundi lolote. Kisha nikaona watu wanaenda kanisani baada ya kuona hizo aina 3 zilizomo katika ulimwengu ya watu. Nikaona watu wanaenda kanisani, nikaona angani kiumbe kama mamba. Hicho kiumbe kama mamba kikaingia ndani ya kanisa. Kilichoingia ndani ya kanisa, nikaona tunaona kanisa iko na mistari kwa viti hivi. Mstari wa kwanza unaweza ukawa hapa katikati unaacha njia. Mstari wa pili unakuwa hapa katikati unaacha njia, na mstari wa 3 kule. Ndivyo ilivyokuwa kanisa hilo naliona. Ni kanisa ambalo limejaa watu. Lilikuwa na watu wengi. Na katika watu wao, katika ile hali ya mamba kuingia katika kanisa hilo, kama mamba ikawa inapita katikati ya watu. Ilipokuwa inapita katikati ya watu ndani ya kanisa hiyo mamba, nikaanza ona matukio katika wale watu yanaanza kutokea. Wale watu wameanza kuwa mbuzi. Nilianza kuona hivyo kuliko kuona sasa ile kanisa ni watu. Niliona ni mbuzi zinakutanika mahali fulani. Mbuzi. Kama ulishawahi kuona mbuzi, najua unaelewa ni mbuzi ya jinsi gani ninavyomaanisha. Unaona mbuzi, sio kondoo, nasema mbuzi. Niliona kanisa hilo lote ni mbuzi. Lakini katikati mamba anaendelea kupita na nakaa ndani ya kanisa. Baadaye nikaangalia mkono wangu wa kulia, nikaona kondoo. Hizo kondoo zilikuwa kondoo hizi 2 katika hilo kanisa. Lakini zile mbuzi zilizokuwa katika hilo kanisa zikageuza kinywa chao ama uso wao mbele ya zile kondoo ambazo zilikuwa ndani ya kanisa hilo. Zile mbuzi zikawa zinatoa moshi na kuanza kuingia kwa zile kondoo. Nikaona hili moja iliyokuwa kondoo imegeuka kutoka kwa kondoo na kuwa mbuzi. Kukabaki kondoo moja, kanisa la watu wengi. Sasa walikuwa wanaongea na wao. Influences zilitoka kwa mbuzi zikaingia kwa kondoo. Kondoo mmoja akanasika na maneno yao ya hizo mbuzi ambao wote wamo ndani ya kanisa. Na yakatoka kutoka kwa kondoo akawa mbuzi, lakini wamo ndani ya kanisa. Baada ya hapo nikaona zile kondoo zimekuwa mbuzi, ila naliona kondoo moja tu ndo
hakuweza kugeuka. Tutakwenda kusoma kitabu hiki cha Mathayo sura ya 25 na mstari wake tutakuwa Mathayo 25:32 hadi 33. Anasema hivi: na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Bwana Yesu ahurumie watu. Kwa hiyo kumbe kondoo ni wale ambao wanamtumikia Yesu Kristo, wamo ndani ya kanisa. Na mbuzi ni wale ambao wamo ndani ya kanisa lakini watembee na neno. Sasa angalia, kanisa lote liliona ni mbuzi. Kondoo walikuwa wawili, lakini mmoja akapelekwa kwa maneno ya mbuzi akayakubali na kuendana na tabia za mbuzi, akabaki kondoo mmoja ndani ya kanisa. Waangalia ya mambo vizuri. Haleluya. Kisha akasema huyo mtu sasa akawa ananiambia, wale ulioona ni mbuzi, hao si mbuzi kama hao wanyama ninavyowajua, bali yao ni watu. Na pia mwanamke mpumbavu, unaweza kumuita mwanamke mpumbavu, nikaona katika hilo kanisa mchungaji wa kanisa hilo, nikaona yeye ni kibeberu kinasimama. Yani ni mbuzi lakini anasimama kama vile mbuzi, kama vile mbuke, kama vile mwanadamu, na kina mapembe ya kujikunja kama vile mbuzi. Yani ni beberu. Nikaona ambiliwa huyu ni mchungaji wa kanisa hili, lakini mbuzi. Wazee wa kanisa nikawaona ni mbuzi. Walimu wa kanisa hilo ni mbuzi. Kwa ufupi, viongozi ama uongozi wote wa kanisa ni mbuzi. Nilimwona mke wa mchungaji ni mbuzi, kwa maana nianza kuona kwanza watu, kisha baada ya kuona watu nikaonyeshwa sasa walivyo katika mambo ya kiroho. Watu katika ulimwengu huu mnawaita mama pastor, mchungaji, profeti, mtu fulani, katika kiongozi fulani wa kanisa, lakini katika ulimwengu wa roho wanavyoonekana, watu wanavyosali bila kutembea na Mungu na kuweka mioyo yao mgumu kwa kushika neno la Yesu Kristo, ni mbuzi mtupu, hawana lolote. Ndio maana tunajifunza juu ya moyo mgumu ambao unapenda ya dunia. Ukipenda ya dunia, hata kama ukijificha ndani ya kanisa, Mungu atakubagua tu. Muonekano wako unamuonyesha kwamba wewe ni mbuzi. Kwa hiyo mbuzi ni watu waliokuwa na mioyo migumu, wasiopenda kweli Yesu Kristo, lakini bado wataka kuitwa Kristo na wamo ndani ya kanisa. Hata kama ukikaa ndani ya kanisa, haitabadilisha identity yako ya kwamba wewe ni kondoo kwa sababu umekuwa ndani ya kanisa. Ama wewe ni itakuweka kwa nafasi yako kulingana na matendo yako. Matendo ndiyo yanayoleta classification ya kwamba huyu yuko katika klasi C au B au E au ile. Maisha unayaishi, haleluya Bwana, haleluya. Maisha unayaishi na uko unajiita wewe ni profeti, unaishije? Maisha unayaishi na uko unajiita wewe ni mchungaji, unaishije? Unaishije? Sikiliza ya maneno. Nikaambiliwa hao wote hao wote uliowaona kuwa ni watu walio kanisani, hizo zote mbuzi nilizokuwa naziona, walikuwa ni watu walio katika kanisa la leo. Na wale unaowaona wanachukua Biblia wanaenda kanisani, ndio niliambiliwa hao ni watu kabisa waliomo kanisani, lakini kosa lao hawataki kugeuka kukikwenda na kweli na neno la Yesu Kristo. Huruma. Haleluya Bwana, haleluya, haleluya Yesu Kristo.
hawataki kugeuka, hawataki kuenenda na kweli, hawataki kuwa watakatifu, lakini wataka kwenda kanisani. Nikaambiwa hizo zote mbuzi ulizoziona katika kanisa lao labda la watu 100 lile, naona mtu mmoja ndio kondoo. Kulikuwa kondoo wawili, mmoja akapata influences, akapata vishawishi kwa mambuzi, naye akaingia akageuka kutoka kondoo akawa mbuzi. Nikaambiwa ndiyo mambo ya dunia ya leo, ya kanisa leo. Wengi ndani ya kanisa, lakini mmoja ameokoka tu, na mchungaji anayefundisha ni mbuzi mbele ya Yesu Kristo, kwa sababu hawataki kuenenda katika utakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu wanatembea katika njia zao wenyewe, wakiongozwa katika akili yao wenyewe, na huko kizani watatumikia Mungu. Mungu atumikiwe na akili ya mwanadamu. Ni yeye mwenyewe ampa mtu akili na kufanya mtu apate kugeuka, mtu apate kunjua. Tafuta sana Bwana Yesu Kristo, yeye aweke akili yake ndani yako, na akili yake ni neno lake na Roho wake Mtakatifu kuwa ndani yako. Haleluya, haleluya Bwana. Sikiliza maneno, tutasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya 14, sura yake ya 15 mstari wake wa sura yake ya kwanza samani mstari wake wa 15 nasema hivi: bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa namwita Baba yeye ahukumuye kila mmoja pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Amen. Sikiliza ya maneno matakatifu. Watu wamo ndani ya kanisa, lakini ni mabeberu mbele ya Yesu Kristo. Mchungaji nilimwona ni kibeberu. Dunia hii. Sasa tena nikaona kanisa moja. Hilo kanisa lilikuwa kanisa la hapa Australia, ama niseme ni kanisa la hapa kwetu Australia. Sitasema mtu wala kiongozi. Niliona watu wanaingia kanisani, nikaona magari mengi yamepakiwa katika eneo ya kanisa. Magari ya expensive, magari mazuri mengi. Haleluya Bwana. Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Yesu Kristo atupendaye. Njio mpende Yesu Kristo na mwenendo wako upate kugeuka na kutembea sawa na mapenzi yake. Yeye ni Bwana na kiongozi wetu, mtakatifu wa Israeli. Tembea na Bwana wako mtakatifu, hakuongozaye katika mema, hakupitishaye panapo matulivu. Ni Yesu Kristo pekee yake aweze kutenda mambo makubwa na maajabu katika kanisa lake. Mwaliki yeye katika kanisa, naye atatenda kazi yake. Ondoeni miungu katika kanisa, naye atatembea na ninyi. Jitakaseni mioyo na mikono yenu, yachane na mambo machafu, naye ataonekana kwa kanisa lake. Hatajifunua na watu watatabiri, na watu wataona maono, na watu watafanya maajabu, kwa sababu mmegeuka na kumwendea katika jina lake na kufundisha yaliyo ya kweli katika kanisa. Sikiliza maneno ya Bwana Yesu Kristo mtakatifu. Asema Bwana majeshi. Haleluya, 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 haleluya. Na siku ya mwisho atapata uzima milele. Ni Yesu Kristo pekee yake aweze kutenda makubwa kama hayo. Muamini huyo. Haleluya, 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 haleluya Bwana, haleluya. Msikiliza haya maneno sasa. Muyasikiliza haya maneno. Nikaona hilo kanisa la hapa Australia, watu wamo ndani ya kanisa, wanakwenda kanisani. Nikaona kila anayoingia kwenye kanisa yuko na gari, anapaki magari expensive na magari ya kawaida. Eneo yote ya kanisa imejaa magari, tena magari mengi. Niseme watu wakaanza kutoka ndani ya magari. Wakati watu walipoanza kutoka ndani ya magari, ndio wapo nikaanza kuangalia na kuwa na masikitiko juu ya watu wanaokwenda kanisani. Hole. Haleluya. Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya. Unaona? Nikaanza kuangalia watu wanaotoka katika magari expensive kuingia ndani ya kanisa. Nilianza kuona katika miguu yao wako na minyororo. Watu wamefungwa. Haleluya. Katika minyororo
Hii ni huruma kabisa. Unaingia ndani ya kanisa na unafungwa minyororo. Miguu yao imefungwa minyororo na mikono yao pia inafungwa minyororo. Na wanaenda kanisani, uwanja wa kanisa wote umejaa magari. Ndipo sauti ikaanza kuniambia wanaenda kanisani ila hawapende kutubia dhambi zao. Mtu anaenda kanisani, haleluya, lakini hataki kutubu makosa, dhambi zake hataki kuzitubu. Tayari umekuwa mfungwa katika dhambi na umo ndani ya kanisa. Hutaki kugeuka. Hata kwa tuangalie kitabu hiki cha Yohana 3:8, samani Yohana 8:31-34 anatuambia nini? Yohana 8:31-34 anasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote, nao wasemaje mtawekwa huru? Yesu akajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ndivyo nilivyoona watu waliomo katika kanisa, wenye moyo ngumu, wasiotaka kugeuka, wapendayo mambo ya nasa, lakini wataka kwenda kusali. Nikaambiwa watu wote unaowaona wanaingia wakiwa wafungwa, wanaingia ndani ya kanisa ni kwa sababu hawataki kutubia makosa yao, hawataki kuwa na toba ndani ya maisha yao, hawataki kweli kukaa ndani ya maisha yao. Lakini uwanja wote wa kanisa umejaa magari, lakini magari ya watu wafungwa katika ulimwengu wa kiroho kwa sababu ya dhambi walizokuwa nazo. Hilo ndilo kanisa ambalo Bwana ananifunulia katika kipindi hiki. Tutaongeza kipindi hiki. Hatuwezi tukaishia hapa, hapana. Ili watoto wa Mungu wapate kuguswa, tutaomba Mungu atupatie kibali ili tuzidi kuleta tusipunguze, ili tuletelete vipindi tu watoto wa Mungu wapate kujua yote mafundisho ambayo tunafunuliwa na yeye. Ni watu wamo ndani ya kanisa, lakini hawataki kufanya chochote. Baada ya kuambiliwa hivyo, nikaletewa kanisa lingine. Ili kanisa ambalo nililetewa lilikuwa kanisa kubwa sana, na watu nikaona na watu, ila nilianza kuona ofisi kwanza. Ofisi ya nini? Ofisi ya mchungaji. Hii ofisi ya mchungaji kwa sababu ndugu yangu, Mungu aturumie, mambo machafu yanatendeka katika kanisa, na tutaweka haya ili ujue ni wapi unasali. Sasa katika ile kanisa niliona kwanza ni kanisa, jengo lote ni kanisa, na ninajua watu wamo ndani ya kanisa kwa maana watu wanakwenda kusali. Ni siku ya Sunday. Ndio nikaletewa mkono wangu wa kushoto ilikuwa hivi. Ilikuwa kanisa inakwenda hivi, afu tena inakwenda hivi. Mkono wangu wa kushoto ndio upande wa ile ndogo ambayo ile kona ambako kwa wanaweka ofisi ya mchungaji pale. Kulikuwa mlango wa kwanza, mlango wa pili mchungaji, ofisi ya mchungaji, lakini huko hii yote ndefu hapa ni eneo ya ibada ambayo waumini walishatangulia huko. Ibada huko ndani inaendelea, mchungaji hajaingia ndani ya kanisa. Ndio nikaonyeshwa tabia ya huyu mchungaji anavyofanya kabla ya kwenda kuhubiri katika kanisa, kama katika ibada. Nikamwona ndani ya ofisi anafanya mapenzi na mwanamdada wa kanisa hilo, mchungaji huyu ndani ya ofisi yake. Nikaambiwa anafanya mapenzi na huyu mdada, na si huyo tu, ndio anavyofanya kwa wanawake ni humu ndani ya kanisa. Kila siku ya Jumapili kabla ya kwenda kuhubiri kwenye madhabahu yake, na anapofanya hivyo ndipo anapata zile nguvu za kishetani
na anakwenda kusimama kwenye madhabahu na kuanza kuhubiri akiwa anatoka kufanya mapenzi na mwanamke na bila yeye kuoga. Mshangao. Sasa sikiliza kanisa hili. Mchungaji akafanya hivyo, sauti kawe inaniambia kama hivyo ndio kawaida ya huyo mchungaji kufanya mapenzi na wala sioge ya kuondoa uchafu, na anafanya hivyo ni si mwanamke, hata mwanamke wake ni muumini wa kanisa, na anapofanya hivyo anakwenda kuhubiri na ule uchafu wote kufanya mapenzi. Ndio wapo mchungaji anapata zile nguvu ya kuweza kuwashawishi waumini kumpenda nini, kuhubiri kwa upako nini. Kumbe ni tumishi wa uongo, shetani. Lakini pia sauti ikasema kwamba kanisa hili lina watu 300. Ndio nilivyoambiwa. Kanisa hilo lina watu 300. Ila waumini wote waliomo katika kanisa hili ni wafungwa wa shetani. Ni wafungwa wa shetani. Watatoka hapo katika ibada hilo kimwili tu, lakini nafsi zao zitabaki umu kanisani zikiwa zinafungwa. Nikaona kundi la wachungaji matajiri, ila nilibahatika kuwajua wachungaji karibia 2. Siku hapa kusema majina yao, na wote wako Amerika, matajiri. Lakini watu wao ambao niliwaona ni wachungaji walikuwa na pesa nyingi, ni zinazotokana na kafara zinazotendeka katika makanisa. Nikaambiwa jinsi gani wanavyotoa kafara. Kafara ya kwanza na target ya kafara kwao ni wale waumini wanaoingia katika makanisa yao. Hapa tunaongelea watumishi wa kishetani. Wale waumini wote wanaoingia katika makanisa yao, hao ndio wanakuwa ni makafara ya mchungaji. Hata toa mtoto wake kafara. Ndio maana unaona ni mtumishi wa kishetani, lakini mke wake yupo, watoto wake wapo, familia yake ipo sawa, lakini wanaotolewa kafara ni waumini waliomo katika kanisa. Kafara hizo zinatendeka kwa aina tofauti tofauti. Aina ya kwanza ni ile ya kuua mtu, anamtoa yule muumini na anakufa. Aina ya pili ambayo ni kubwa zaidi ni kufanya mapenzi na waumini wao kwenye ndoto, ama kufanya nao mapenzi kwa njia ya kawaida, si kwenye ndoto. Hizo zote ni kafara wanazozifanya kwa waumini waliomo katika makanisa ya kishetani. Baada ya kuambiliwa hayo, sauti ikawa ninaambia kwamba unaonyeshwa haya yote ili ujue kutenda kazi ya Bwana vizuri. Ikiwa namwambia na wewe nakwambia yote uyajue kama mchungaji, kama muumini, utende kazi ya Bwana wako Yesu Kristo vizuri, lakini pia na kwa uangalifu. Nikaambiwa kwa sauti kubwa inanisisitiza, nabii anastahili kuwa bila uoga anapopewa huduma ama injili ya message ya kuambia watu. Nabii asiwe na uoga. Angalia yote ambayo ninakuambia makanisa wa uongo, mashetani. Angalia. Nabii hawe na uoga, anasema iliyokuwa kweli. Nikaona pia angani amesimama pepo mweusi. Huyo pepo mweusi alikuwa na kazi ya kupulizia giza katika kanisa, katika dunia samani. Katika kupulizia hiyo giza katika dunia ama duniani, kwanza giza hilo lilikuwa na maana tofauti. Maana ya kwanza ya giza hilo yalikuwa ni mafundisho ya uongo, na inatumwa kupotosha maandiko. Hiyo giza, pepo inapuliza giza kweli, inaenda kwa kasi.
Kwanza ni mafundisho ya uongo. Pili, yanatumwa kwa watu kupotosha maandiko. Inawapata wanawake na kuwafanya wawe wahubiri hiyo giza. Inawapata wanawake na kuwafanya wanawake na wao kujisikia naweza nikahubiri. Amepewa mafunuo ya uongo na mapotosho ya neno, akawa napotosha neno kupitia hiyo giza, nguvu za kishetani. Ndio niliona. Nimeonyeshwa haya ili nikuambie wewe. Na napokuwa nakwambia na yasema haya, lakini sina uoga pia. Ninasema kwa ujasiri, japokuwa kuna kuwaga consequences ambazo zinatokea naposema ukweli. Naona vita ndio vinaongezeka zaidi, lakini ndo kazi ya nabii. Nabii hauzishi mafuta. Nabii anasema kila ambacho Bwana anamuonyesha. Sikiliza. Wanawake wakawa ni mahubiri, wanawake wakawa wanaongoza huduma ya kinabii. Nikaambiwa ya kwamba ukengeufu umeingia duniani. Ukengeufu umeingia duniani. Akasema pale uonapo mafundisho ya uongo na watu wanapenda anasa. Wewe kama nabii unasimama mbele ya watu na kukemea maovu na kufundisha kweli ya mbinguni. Unakemea maovu na kufundisha kweli ya mbinguni. Yaani nilikuwa nasisitizwa ni lazima niyaseme haya. Wakati gani Bwana? Mimi nilikuwa sijajua wakati. Lakini wakati ulipoenea ndio maana nimewaambia. Ukengeufu umeingia, wa kusimama hayo ni nani? Nabii asimame. Ambie watu kweli ya kuwatenga na dhambi. Yalitendeka kwa Elia tunajua. Aliwa manabii wa uongo karibia 400 na vitu. Sasa nabii anatoa watu kwenye mtazamo wa dunia na kuwaweka tayari kwa ajili ya unyakuo. Unajua unaona, nikaambiwa nabii ni kinywa cha Mungu, lazima awe mtakatifu wa kujitenga na maovu. Ndio nikapewa message zote hizi niwaambie ninyi watoto wa Mungu. Ikiwa na maana na mimi nikikosa kuwaambia, na mimi niko katika hukumu, lakini napokuwa nawaambia mimi natoka katika ile hali ya kuambiliwa nabii, umeshapewa neno, ambia watu wajue makosa yao. Sikiliza hapa. Baada ya hapo ya kuambiliwa jinsi ya kuwa hodari na katika na ushujaa katika kuyasema haya maneno, ndipo nikaona watu wako kwenye beach. Nilianza kuona watu eneo tofauti. Wako uchi kwenye beach, wako uchi kwenye pool, wako uchi. Wengine nikawaona wanavuta sigareti na kuongea la kiuni. Akasema haya yote lazima niambie watu wa Mungu, niwahubirie watu wa Mungu, niwaambie watu juu ya haya yote. Etaka nabii. Baada ya hapo niliona kitu kama boti kikubwa. Mbele ya boti kulikuwa na kunguru. Hatutaenda huko, hatutasema ili hatutaliongelea, ili tutaliacha. Hilo tutaliachia hapo. Lakini ikibidi kuendelea, tutakuja kuendelea hapa. Tukikumbuka, tusipokumbuka ni imani tutakumbuka. Tutakuja kuendelea hapa, boti kubwa na lenye kunguru mbele yake.
Ndipo hapo nimeona tusiingie hapo, maana hapo ni wakati ndipo onyeshwa jinsi gani safina ilivyokuwa na ule kunguru katika safina alivyotenda kazi mbovu, na mgawanyiko wa injili uliogawanyikana katika eneo ya safina. Hilo nitalileta wakati wake maalum. Tukutane na tuombe Mungu tupate kibali ili tupate kuleta mazuri na matakatifu. Basi ndugu yangu, haya yote ambayo Bwana amenipatia, ametupatia sisi, amenipatia mimi, ili niwaambie ninyi sisi sote tupate kujitambua na kujiangalia na kujichunguza katika maisha. Mimi nimeambiliwa niyaseme nikiwa na ujasiri na udari, nisiwe na uoga, na niyaseme huko ninajitenga na mimi na mwenyewe najitenga na maovu. Na wewe mwenyewe yasikilize ukiwa jasiri, udari na unajitenga na maovu. Isiwe burudani ya kusafiri nayo wakati unaweka kwenye gari unasafiri ili ufike salama, ama ili ufike huko unaburudika. Bali iwe elimu ya kukufanya wewe kupiga hatua kwa kiroho, ukiacha hili na kuchukuliana na lile lililokuwa bora. Si mwingine ni mimi Joel Eomba Ndondani, Profeti Danieli. Niko hapa Australia na nazidi kushukuru Yesu Kristo kwa kazi yake kubwa ambaye nazidi kutupatia kuambia ninyi watoto wa Mungu. Kipindi hiki kinaweza kikaendelea, nasema hilo, lakini pale ambako tutapata kibali, kwa maana tuko na mengi. Unaona nimeishia njiani hapa, nimekata, lakini tuko na mengi, lakini kibali tukipewa ndio wapo tutatembea katika njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amena. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.